Habari yako mtazamaji wangu wa kipindi chetu cha siasa ya ulimwengu. Karibu tena katika siku nyingine na wakati mwingine wa mwendelezo wa kipindi chetu. Kipindi ambacho kinakujia kwa udhamini wa Mnupa Global Visa Consultants. Ambao sio tu washauri wako, lakini vile vile ni wasaidizi wako ikiwa katika siku za usoni wanakusudia kuelekea katika nchi za ughaibuni kama za Canada, Uingereza, nchi za Umoja wa Ulaya pamoja na Australia. Unaweza kuwasiliana kupitia namba zilizoko chini ya tangazo kwa msaada ya ushauri pamoja na mwongozo. Tukielekea katika uchambuzi wetu leo, bila shaka pamekuwa na taarifa za maandalizi ya wanadiplomasia wa nchi ya Marekani kuelekea katika nchi ya Pakistan. Hii ikiashiria ni kwamba nchi ya Marekani na nchi ya Iran huenda zinaelekea katika raundi ya pili ya mazungumzo katika mji wa Islamabad nchini Pakistan. Kwa mujibu wa ratiba iliyokuwa wazi, inaonekana siku ya Jumatatu wanadiplomasia au maafisa wa nchi ya Marekani watawasili katika mji wa Islamabad, Pakistan, na kisha siku ya Jumanne na huenda ikafika siku ya Jumatano ambayo ilikuwa ni deadline ya mapumziko ya mapigano baina ya nchi ya Marekani na nchi ya Iran kwa muda wa wiki mbili, ikihusisha vile na nchi ya Israel. Kilele chake hasa ilikuwa ni siku ya Jumatano. Kwa hivyo kinachotegemea ni kwamba mazungumzo yanaweza yakaenda mpaka siku ya Jumatano, pamoja na kwamba bado hajapata ishara ya moja kwa moja ya kwamba usitishaji wa mapigano utaongezewa muda au utabaki katika muda ule ule. Hatua hii tunachukulia katika uzito wa hali ya juu kwa kuzingatia kwamba nchi ya Marekani kulingana na kaunti ya Donald Trump zimekuwa zikisisitiza nchi ya Iran kuweza kukubaliana na hilo ambayo Marekani wameweza kuitoa kwa kipindi hiki. Ni dini ya namna gani? Haijawa exposed, haijawa wazi zaidi, isipokuwa vipengele muhimu katika vile ambavyo vinaendelea kuzunguka katika sehemu ya kuonyesha utata wa sehemu ya mjadala unaokuja mbele, hasa ni vipengele vitatu. Na vipengele hivi manake vinachukuliwa katika uzito wa hali ya juu kwa kuzingatia ndio vipengele ambavyo vinaweza vikatoa tafsiri ni nani aliyeshinda katika mgogoro huu, pamoja na kwamba nchi ya Marekani malengo yake mengi ya mwanzo waliokusudia kuingia namo vita ni malengo ambayo hayakuweza kufanikiwa. Na kwa tafsiri hiyo, maana yake kupata ushindi wa moja kwa moja kupitia vita waliopigana haiwezi kuhesabiwa kama Marekani na Israel wameweza kushinda katika vita yao, bali nchi ya Iran kwa sababu ya kuonyesha kwake upinzani na kila walichohitaji kibaki kama kilivyo kiliweza kubaki, bali wakapata na ziada ya control na mgogoro wa Hormuz. Maana yake mpaka sasa hivi wao wanakuwa na advantage zaidi au wanakuwa na faida zaidi ya kuonekana kama wako juu kuliko nchi ya Marekani pamoja na nchi ya Israel. Lakini pointi hizi tatu manake bado zina nafasi ya kutoa uelekeo wa kwamba nani ambaye yupo kwenye position nzuri ya kutoa tafsiri ya ushindi wa mgogoro uliokuwa umetokea kwa takriban siku 40. Pointi ya kwanza ni pointi ambayo haikuwa katika msingi wa mwanzo wa mgogoro huu, lakini imeibuka kuwa ni pointi mama ya mgogoro huu kwa sababu ya umuhimu wake. Nayo sio pointi nyingine bali ni kuhusiana na mlango bahari wa Hormuz. Mlango bahari wa Hormuz kwa hivi sasa imekuwa ni sehemu muhimu ya mjadala ulioko, na hii ni kwa kuzingatia umuhimu wake na namna gani unavyoweza kuathiri uchumi wa dunia. Kwa hivyo issue ya kwanza ambayo inaonekana itakuwa ni part ya mazungumzo au ni sehemu ya mazungumzo yao, maana yake ni kuhusiana na mlango bahari wa Hormuz. Nchi ya Marekani inahitaji mlango bahari wa Hormuz uwe wazi kama ilivyokuwa kabla ya vita, lakini nchi ya Iran inaona tofauti na hivyo, kwamba mlango bahari wa Hormuz inabidi ubaki katika utaratibu wa nchi ya Iran, lakini vile vile kwa kila anayepita inabidi alipe ushuru. Lakini jambo la pili ambalo linaonekana itakuwa ni sehemu ya discussion yao ni kuhusiana na swala la urutubishaji wa uranium. Nchi ya Marekani msimamo wake kiasili sio wa kuifanya au sio wa kuitaka nchi ya Iran iache kurutubisha, na hii inaweza ikarekodiwa kutokana na mkataba wa takriban mwaka 2015 unaojulikana kama Joint Comprehensive Plan of Action, mkataba ambao ulihusisha nchi ya Iran pamoja na nchi 6 duniani zenye nguvu, kwa maana nchi ya Marekani, nchi ya Urusi, China, Ufaransa, Uingereza pamoja na Ujerumani. Zote zilikubaliana kwamba nchi ya Iran inaweza ikafanya urutubishaji
lakini kwa kiwango ambacho kisichozidi 3.67. Pamoja na kwamba kwenye mwaka takriban 2008 nchi ya Marekani kipindi cha utawala wa kwanza wa Donald Trump ilijitoa katika mkataba huo na ikarudisha sehemu ya vikwazo vyake kwa nchi ya Iran, na hivyo nchi ya Iran na yenyewe ikaamua kwenda kinyume na sehemu ya makubaliano yao ya urutubishaji wa 3.67, kiasi ambacho ikafikia urutubishaji wa takriban 60%. Kwa hivyo nchi ya Marekani sasa hivi imekuwa inaitaka nchi ya Iran iache kabisa kurutubisha uranium. Idea hii sio idea ya nchi ya Marekani, bali ni idea ya nchi ya Israel. Kwa tafsiri nyingine ni kwamba nchi ya Marekani imeamua kusimamia matakwa ya nchi ya Israel katika eneo la Mashariki ya Kati, hasa ilihusisha nchi ya Iran. Lakini jambo lingine ambalo linaonekana ni sehemu ya discussion yao ni kuhusiana na kile kiasi ambacho kimerutubishwa kiasi cha kufikia 60% ya urutubishaji, kwamba nchi ya Marekani, moja katika madai yao ni kwamba sehemu hiyo ya urutubishaji inatakiwa iondoshwe katika nchi ya Iran, kwa maana kwamba ikabidhiwa katika nchi ya Marekani, au baadhi ya discussion sikitaka ikabidhiwa hata katika nchi nyingine kama ya Urusi na mfano wake, jambo ambalo mpaka sasa hivi inaonekana maafisa wa nchi ya Iran wamekuwa wakikariri kwamba hakuna kiwango chochote cha uranium kitakachotoka katika nchi ya Iran. Pointi hizi tatu actually ni pointi muhimu. Pointi ya kwanza ya Hormuz haikuwa katika sehemu ya malengo ya nchi ya Marekani kuvamia au kushambulia katika nchi ya Iran, lakini imekuja kuibuka kwa sababu ya umuhimu wake. Lakini pointi hizi mbili maana yake ilikuwa ni sehemu ya maneno yaliokuwa kikaririwa na nchi ya Marekani pamoja na Israel kuhusiana na swala la uwezo wa nchi ya Iran kwenye kufanya urutubishaji, na hivyo kutaka kiwango kilichorutubishwa kiasi 60% kiweze kuondolewa, lakini vile vile wawe na urutubishaji wa 0%, maana yake wasirutubishe kabisa, jambo ambalo tumekuwa tukikariri kwamba huenda likawa ni jambo gumu sana kukubalika katika nchi ya Iran, kwa kuzingatia program za nyuklia kwa maisha ya Iran kwa hivi sasa ni sehemu ya uti wa mgongo kwa uchumi wake, kuzingatia uzalishaji wa umeme unafanyika katika baadhi ya senta za urutubishaji wa nyuklia, na nazungumzia sehemu kama ya Bushehr. Lakini vile vile kuna program kama za kilimo ndani ya nchi ya Iran zimekuwa zikifanyika kwa kutumia sayansi ya elimu ya masuala ya urutubishaji kama wa nyuklia na mfano wake, jambo ambalo litakapokuwa limestop moja kwa moja, sio tu litavuruga sehemu ya ile sekta ya nishati ya nchi ya Iran, lakini vile vile hata sekta ya kilimo ya nchi ya Iran inaweza ikaathirika pakubwa, jambo ambalo tunashakia kwamba nchi ya Iran huweza kulikubali. Sasa pamekuwa na kauli ambazo zimekuwa zikigongana na zimekuwa zikiashiria tatizo kubwa linaloweza kutokea mbele baada ya mazungumzo haya kama hayatafikia katika targets. Nchi ya Marekani imekuwa ikikariri kwamba inaweza ikafanya sehemu zote za uzalishaji wa gesi, mafuta na mfano wake katika nchi ya Iran. Maana yake tunazungumzia katika zile senda kama za Kag Island, ambayo kisiwa cha Kag kile ambacho ni sehemu mama ya usafirishaji au usambazaji wa mafuta kutoka katika nchi ya Iran. Lakini vile vile tunazungumzia sehemu kama za Southern Pearl, ambao ni sehemu inapakana kidogo na nchi ya Qatar, ambao wanahusika, ile sehemu ambayo inahusiana na uzalishaji na uuzaji wa gesi na gesi yenyewe actually ukiachilia mbali kuuzwa nje, lakini 90% ya gesi inayotumika ndani ya Iran maana yake inategemea gesi inayozalishwa kutoka sehemu ya Southern Pearl. Haya ni baadhi ya maeneo ambayo inaonekana kwamba mgogoro unaokuja mbele lau utatokea, maana yake utatoka katika stage ya mwanzo ya kushambulia katika sehemu za kijeshi, na badala yake itakwenda katika kushambulia katika sehemu ya miundombinu muhimu, ambayo miundombinu husika maana yake ni kama ile ambayo inahusika na uzalishaji wa nishati ambayo inasaidia katika kuendesha uchumi wa nchi ya Iran. Kutoka katika upande wa Iran wamekuwa wakikariri maafisa wake wa jeshi kwamba kushambuliwa tena kwa nchi ya Iran kwanza kutapelekea eneo lote la Mashariki ya Kati nchi yote hataweza tena kuzalisha gesi wala mafuta, kwa maana ya kwamba ukishambulia katika sekta yoyote ya uzalishaji wa gesi au mafuta ya nchi ya Iran, maana yake sekta zote muhimu
za uzalishaji wa mafuta, gesi katika eneo la Mashariki ya Kati, maana yake maeneo kama ya Ras Laffan, eneo ambalo linapakana sehemu ya gesi ya Southern Bank, ile Iran inazalisha gesi sehemu ya bandari ya Ras Laffan, lakini sehemu kama za Ras Tanur ambayo Saudi Arabia wanatumia kuzalisha umeme, kuzalisha mafuta kwa takriban kama pipa 500,000 hivi na nusu kwa kila siku. Lakini vile vile kuna sehemu kama za Fujairah ambazo ni sehemu za United Arab Emirates ambao wanatumia kwenye kuuza mafuta. Sehemu zote za eneo la Mashariki ya Kati kiujumla, maana yake ni kwamba hazitaweza tena kufanya kazi. Hii ni sehemu ya kile ambacho Iran wamekuwa wakikariri, lakini vile vile ukiachilia mbali hapo, wamekwenda mbali zaidi, wamekuwa wakikariri kwamba kushambuliwa kwa nchi ya Iran kwa mara nyingine utapelekea kutokea kwa vita kuu ya dunia, vita kuu ya tatu ya dunia. Sasa tumekuwa tukipata mifano kutoka katika nchi ya Iran. Katika siku za nyuma walikuwa wakikariri kwamba Iran ikishambuliwa itatokea vita ya kanda nzima ya eneo la Mashariki ya Kati, jambo ambalo wameweza kulifanya kwa takriban siku 40. Maana yake eneo lote la Mashariki ya Kati liliingia katika mgogoro mkubwa wa mashambulizi kutoka katika nchi ya Iran, lakini vile vile na washirika wake, vile vikundi mbalimbali vinapatikana katika eneo la Mashariki ya Kati vilikuwa vikifanya mashambulizi randomly ambayo hauwezi kuya control kishambulia katika maeneo tofauti tofauti. Hili ni jambo la kwanza. Lakini kwa hivi sasa tunaona wamekwenda mbali zaidi kwamba kwa kuenda kinyume na ile kauli ya Rais Donald Trump kwamba atashambulia eneo zima la nchi Iran na kuhakikisha kwamba maeneo yote ya uzalishaji kama nishati yanashindwa kufanya kazi. Wao wamekwenda mbali zaidi wakiakisi kwamba kufanyika kwa hilo maana yake kutapelekea kutokea kwa vita kuu ya tatu ya dunia. Vipi nchi ya Iran inaweza ikasababisha vita kuu ya tatu ya dunia? Muundo wake umekaa kama ufuatavyo. Nchi ya Iran inachokusudia kukifanya pale itakapokuwa imeshambuliwa ni kuhakikisha kwanza sekta ya nishati ya dunia nzima ina collapse. Hili ni jambo la kwanza. Maana yake ni kwamba maeneo mengi ya eneo la Mashariki ya Kati katika nchi kama za Saudi Arabia, Oman, Qatar, Bahrain, Kuwait, haya ni maeneo ambayo yako katika range ya nchi ya Iran. Lakini ukiachilia mbali hapo, maana kuna maeneo ambayo yako mbali kidogo na nchi ya Iran, lakini yapo katika utaratibu kwamba wakati wote yanawezekana yakashindwa kufanya kazi. Na ninazungumzia senta kama 3 ambazo zinapatikana katika bahari ya Mediterania. Maana yake nazungumzia sehemu kama za Tamar, sehemu kama ya Karish na sehemu kama ya Lebanon. Hizi ni sehemu ambazo nchi ya Israel inazalisha gesi kwa kiwango kikubwa na gesi inauzwa katika nchi za Ulaya, especially katika kipindi kama hicho ambacho Qatar imekuwa inashindwa kusambaza gesi yake. Manake imekuwa ikifanyika biashara kubwa na nchi ya Israel kupitia katika nchi ya Egypt kuuza gesi katika nchi ya Ulaya kama ni sehemu badala ya gesi ambayo ilikuwa imezalishwa na nchi ya Qatar. Haya ni maeneo yote ambayo yanaweza yakashambuliwa wakati wowote. Na maeneo haya maanake ni maeneo ambayo yanafanya sehemu ya uzalishaji wa nishati ya umeme katika nchi ya Israel kwa 100%. Maanake umeme wa nchi ya Israel unategemea zaidi sehemu kama za Tamar, Karish na Lebanon katika sehemu ya uzalishaji wake wa umeme. Lau sehemu hizi zitashambuliwa na zikashindwa kufanya kazi, maanake kuna nafasi kubwa ya kwamba uzalishaji wa umeme ndani ya nchi ya Israel ukakolapsi kwa 100%. Hili ni jambo ambalo lao mgogoro utaendelea, na ikionekana kwamba sehemu kama zile za Kanda Island na maeneo mengine kisio kile cha Kanda na maeneo mengine ya uzalishaji wa nishati ya umeme katika eneo la nchi ya Iran lao yatushambuliwa, maana yake tutarajie kwamba maeneo haya vile vile itashindwa kufanya kazi, ukiachilia mbali maeneo ambayo yanapatikana katika sehemu zile za nchi za Gulf. Lakini vile vile kile tunachokitegemea katika concept hiyo ya kuelekea katika vita kuu ya tatu kama Iran wanavyozungumza, tunategemea vile vile kwa collapse kwa bomba la mafuta kutoka katika nchi ya Azerbaijan, ambapo ina supply mafuta kwa takriban 40% kwenda katika nchi ya Israel. Tunategemea kwamba Azerbaijan itashindwa kufanya hivyo kwa sababu sehemu ya bomba husika maana ipo katika range ya nchi Iran na wanaweza wakafanya mashambulizi katika eneo hili. Lakini vile vile kutoka katika nchi ya Kazakhstan na yenyewe vile vile huwa ina supply mafuta katika nchi ya Israel.
kwa kiwango fulani. Maana tunategemea vile vile pipeline yake kuna uwezekano mkubwa ikashindwa kuendelea na supply hiyo kwenda katika nchi ya Israel. Katika muundo wa namna hiyo, maana yake unapofanya disturbance katika bomba la mafuta kutoka katika nchi ya Azerbaijan na kwenda Israel na bomba la mafuta kutoka katika nchi ya Kazakhstan na kwenda Israel, automatically maana yake unaweza kuondoa asilimia kama 3 ya mafuta yote duniani, na ukijumlisha na sehemu ya Mashariki ya Kati, maana yake kushindwa kuoperate, maana yake kuna uwezekano mkubwa dunia ikapoteza kiwango cha mafuta tu kuanzia kwenye 30% mpaka 40%. Na katika upande wa gesi halikadhalika, maana yake 30% mpaka 40% ya dunia inawezekana ika-collapse. Matokeo ya movement hii itakuwa ni nini? Marekani inaweza ikafaidika na movement hii kwa kuzingatia atabaki kwamba ni moja katika suppliers wakubwa waliobaki duniani, kwa maana kwamba ana gesi na ana mafuta na anaweza kuuza kwa bei ya namna yote, kuzingatia kwamba center ya eneo la Mashariki ya Kati na sehemu za Central Asia, katikati ya bara la Asia, maana yake zitakuwa zimecollapse. Lakini matokeo yake mengine ni kwa sababu bei za mafuta zitakuwa zimepanda juu kwa kiwango cha kiwezekana kuzidi dola 200 kwa pipa mpaka 250. Maana yake ni kwamba uchumi wa dunia nzima utakolapsi. Uchumi wa dunia nzima unapokuwa umekolapsi, matokeo yake ni kwamba mfumo wa soko la dunia vile vile unakwenda kubadilika kutoka katika mfumo ambao soko la dunia linategemea bei za kwenye soko la dunia, na badala yake soko la dunia litahamia katika fighting for survival, yani kupigana ili kuweza kuishi, kwa kuzingatia kwamba unaposababisha ile kuanguka kwa sehemu zote za uzalishaji katika eneo la Mashariki ya Kati mpaka sehemu ya Mediterranean na sehemu za bara la Asia ambayo iko katikati ya Asia, tafsiri yake ni kwamba katika nchi kama ya China, maana yake ni kwamba asilimia takriban 30 mpaka 40 ya upataji wake wa nishati yote itakuwa imekolapse. Na kwa maana hiyo, maana yake uzalishaji hauwezi kwenda sawa sawa. Katika mazingira ya namna hiyo, maana yake muundo unaofuatia mbele itakuwa ni kwamba popote ambapo kuna nishati inayopatikana ya mafuta au gesi itaelewa kwa staili ya namna yoyote. Maana yake aidha kwa kutumia jeshi au kwa kutumia nguvu ya namna yote, ili kuhakikisha kwamba unaendelea kupata sehemu ya nishati ili uweze kuishi. Katika muundo wa namna hiyo, vile vile hata sheria za bahari zitabadilika. Kwa maana kwamba katika siku za karibuni tumekuwa tukiona baadhi ya meli kama za nchi ya Urusi zikivamiwa na baadhi ya wanajeshi kutoka katika nchi kama za Ufaransa na mfano wake, na kuweza kuziteka kama ni sehemu ya kutekeleza sehemu ya vikwazo dhidi ya nchi ya Urusi. Lakini kwa mazingira yatakapokuwa kwa kipindi husika, maana yake ni kwamba Urusi pamoja na discussion hiyo imekuwa ikiendelea kwamba ikiwezekana kwa hivi sasa meli za Urusi ziambatane na sehemu ya jeshi la nchi ya Urusi kuhakikisha kwamba zinakuwa ziko salama. Lakini kwa kipindi hicho, kama itatokea mazingira ya namna hiyo kurudi tena katika mgogoro, maana yake itakuwa ni sheria katika nchi ya Urusi kwamba yoyote atakayegusa meli ya nchi ya Urusi, especially katika deep sea, katika bahari ile ya mbali kabisa, maana yake ni kwamba hakuna kitakachopatia mbele isipokuwa itakuwa ni mgogoro wa moja kwa moja baina ya nchi ya Urusi na nchi husika itakayojaribu kufanya hivyo, kwa sababu sera zitakuwa zimehama kutoka katika mfumo wa kutegemea soko la dunia, bali zitakwenda katika mfumo wa kuamini inatakiwa upambane ili kuhakikisha una survive kwa mazingira yaliyopo. Katika mazingira pia hayo, maana yake kwa nchi ya Israel lao sehemu kama za Lebatil, Tamar na Karish zikiwa zimeshambuliwa, maana yake ni kwamba doctrine au ile sera ya nchi ya Israel itabadilika, na tunahofia inaweza ikahusisha matumizi ya silaha za nyuklia, jambo ambalo vile vile reaction yake kutoka katika nchi ya Iran inawezekana ikawa tofauti kiasi ambacho inaweza kapelekea ile sehemu ya nchi ya Israel kiujumla wake, maana yake inawezekana ikapelekewa ikawa sio sehemu ambayo inawezekana kuishi kwa usalama, kwa kuzingatia kwamba eneo la nchi ya Iran ni eneo kubwa sana, sawa sawa na kuchukua nchi ya Iraq ukaizidisha mara 4, au kwa mfano wa nchi kama ya Tanzania, maana yake uchukue sehemu kama ya Tanzania na kisha uongeze robo 3 yake.
ndio unaweza ukapata eneo la nchi ya Iran. Kwa hiyo mazingira ya kuelekea katika mgogoro mkubwa ambao unaweza ukafanya ikahesabika kama tunakwenda katika vita kuu ya tatu ya dunia, maanake asili yake kwanza inaweza ikatokana na tatizo kubwa la nishati. Lao Marekani wataamua kurudi tena katika mgogoro, ikiwa mazungumzo ya siku ya Jumatano hayataweza kwenda sawasawa, maanake ni kwamba tatizo kubwa la kwanza litaanzia katika upande wa nishati, pamoja na kwamba mvua hiyo itakuwa na faida kwa Marekani, lakini itaondoa sehemu ya ushawishi wa nchi ya Marekani totally katika dunia, kwa sababu maanake itakuwa play role au imefanya kazi kubwa kuingiza dunia katika tatizo kubwa, ili yenyewe iweze kusurvive, kwa sababu shida ya Marekani ni China. Kwa hivyo kuharibu system yote ya nishati katika eneo la Mashariki ya Kati, maanake lengo lake kubwa ni kwamba sehemu ya upatikanaji wa nishati katika nchi ya China inatakiwa collapse. Ikisha collapse, maanake sehemu inayotakiwa itegemee China inatakiwa itegemee kutoka vile katika nchi ya Marekani. Marekani atakapokuwa anaiuzia nishati nchi ya China, maanake ni kwamba China itakuwa inailipa Marekani, na hasa kwa kutumia pesa yake ya dola. Kwa ina maana mpango wa kuzuia matumizi ya dola duniani, dollarization, utakuwa umefeli, lakini wakati huo huo Marekani itaendelea kusurvive kwa sababu China itakuwa inailipa Marekani. Muundo unawezekana ukatengenezwa katika structure namna hiyo. Lakini hilo kiujumla, hata kama itakuwa limefanikiwa au kama litafanikiwa katika mwenendo huo, mwisho wa siku ni kwamba ushawishi wa nchi ya Marekani utapungua kwa kiwango kikubwa. Kwa hivyo kiujumla ni kwamba rai ya viongozi wa nchi ya Iran tunaichukua vile vile katika uzito wa namna yake, kuzingatia kwamba siku za nyuma walikuwa wakizungumza kuhusiana na kutokea kwa vita ya kanda ile ya Mashariki ya Kati, na waliweza kupromote kafikia huko, au tukawa tunaishi katika mazingira namna hii. Na sasa hivi wamekuwa wakizungumza kuhusiana na kuelekea katika vita kuu ya tatu ya dunia, lau wenyewe watashambuliwa. Maana yake muundo wake unaweza ukaanzia hapo tulipojaribu kueleza katika swala la tatizo la nishati, jambo ambalo litapelekea pia sera za nchi mbalimbali ziweze kubadilika, sera kama za Urusi, sera kama za China, na hasa katika sheria kama za bahari, kwa kuzingatia kwamba sehemu kama ya nishati ya gesi, mafuta kwa kiwango kikubwa inatumia bahari kuweza kufika katika nchi husika. Lakini vile vile kwa reaction au mwitikio wa tofauti kutoka katika nchi kama za Ulaya, lau wataamua kufanya reaction dhidi ya meli kama za Urusi, tutegemee hata zile sera, hata ile muundo wa operation za kibenki duniani inaweza ikakolapse, kwa kuzingatia kwamba masoko mengi kama ya hisa na mfano wake au system nyingi za benki zinaonekana zinafanya kazi kwa internet, lakini zinasapotiwa zaidi na cable. Zile nyaya zile za cable kutoka katika mji kama wa New York kwenda katika sehemu kama ya London, kutoka katika miji kama ya Bangkok na mfano wake Tokyo kuja katika sehemu kama za Asia na kwenda katika sehemu za Ulaya, hizi zote zinaweza zikakatwa. Yani zote zinaweza zikakatwa. Ni jambo ambalo kwa Warusi ni jambo lepesi, kwa sababu wameshafanya hivyo zaidi ya mara moja katika sehemu kama zile za Baltic. Zile nyaya ambazo kwa zikitoka kutoka katika nchi kama za Ujerumani kwenda katika sehemu kama za Finland, Denmark na mfano wake, na baadhi ya maeneo kama ya Latvia, walikuwa wakizikata. Yani wanapoona kwamba kuna mazingira hawayaelewi, walikuwa wakifanya hivyo, wanajaribu kuzikata ili kuweza kudisturb system kama za internet na mfano wake. Kwa hiyo inawezekana hilo analozungumza wa Iran likawa lina uhalisia kwa kutumia reference au kutumia ushahidi wa kile ambacho kilitokea katika eneo la Mashariki ya Kati, na hii ni kuonyesha kwamba ni moja katika alama za kuonyesha kwamba Iran itaendelea kuwa hivi sasa kuzingatiwa kwamba ni moja katika nchi kubwa, kwa sababu inaweza ikasababisha disturbance ya eneo la dunia nzima katika upande wa uchumi, ambao unaweza kupelekea vile vile kutokea kwa mabadiliko mengine hata katika upande wa sera za kijeshi katika eneo la dunia nzima. Lakini kwa ujumla bado tuna muda wa kuendelea kulitazama jambo hili, tukitaraji kwamba huenda katika muda ujao tukapata taswira iliyokuwa bora zaidi hii ambayo tumekuletea. Jina langu ni Maulid Ali Mnukwa. Nikuombe uendelee kufuatilia vipindi vyetu, na nikuombe usahau subscribe, ku like, ku share pamoja na ku comment. Uwe na muda mwema.